Aliyekuwa mbunge wa Nyeri Town Ngunjiri Wambugua amempiga aliyekuwa naibu wa zamani Rigathi Gachagua 10-0 kwa mchezo wake mwenyewe. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Tafadhali subscribe. Mvutano mkali wa kisiasa umeibuka katika eneo la Mlima Kenya baada ya aliyekuwa mbunge wa Nyeri mjini Ngunjiri Wambugua kumkaribisha rasmi msanii wa Injili Ngarawia Junior katika chama cha Jubilee. Hatua hii imekuja siku chache tu baada ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kumdhalilisha hadharani msanii huyo kwa kumtaja kama mtu aliyeacha shule darasa la pili. Hata hivyo, hatostahili kupewa tikiti ya kuwania ubunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kupitia mitandao ya kijamii, Wambugua alitoa mwaliko wazi kwa wasanii na viongozi chipukizi kujiunga na Jubilee ili kupata nafasi ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Alisisitiza kwa maamuzi ya nani anafaa kuongoza hayapaswi kuwa mikononi mwa viongozi wachache wa chama, bali ni jukumu la wananchi kupitia sanduku la kura. Kauli ya Gachagua iliyotolewa wakati wa ibada katika kanisa la AIPCA Kihoya, kaunti ya Murang'a mnamo Mei 25 mwaka huu ilizua hisia kali kutoka kwa umma, huku wengi wakieleza kuwa kauli hiyo ni ya kibaguzi na kudhalilisha watu wasio na elimu ya juu. Alimkosoa Ngaruia kwa kujaribu kugombea ubunge wa Subukia kupitia chama kipya cha DCP, akisisitiza kuwa eneo la Mlima Kenya linahitaji viongozi walioelimika ili kuepuka kusahaulika katika siasa za kitaifa. Gachagua aliendelea ukosoaji wake kwa wasanii wa Kikuyu waliokutana na naibu rais Kithure Kindiki kujadili changamoto za sekta ya muziki kama mapato duni, unyonyaji katika mwakala na matatizo ndani ya MCSK. Wasanii hao walijumuisha majina makubwa kama Samido, Ben Githae, DJ Fatso, Jose Gatutura na Karangu Moraya. Katika mkutano huo, baadhi ya wasanii walionyesha kuunga mkono juhudi za serikali kama mradi wa Social Health Authority ama ukipenda SHA, huku Karangu akieleza kuwa mradi huo ulimlipia kaka yake gharama ya matibabu. Gachagua alichukulia hatua hiyo kama usaliti wa jamii ya Mlima Kenya na kuwataka wakazi kususia muziki wa wasanii hao hadi watakapotubu na kuomba msamaha hadharani. Aliwahimiza mashabiki kuwapuuza wasanii hao mitandaoni, kuacha kuwafuata kwenye majukwaa ya kijamii na kuwazuia kupewa nafasi ya kutumbuiza katika maeneo ya burudani. Alihoji kuwa wazee wa jamii walikerwa na hatua ya wasanii hao kuonekana kupendelea serikali na walitaka msamaha wa wazi kutoka kwao ili kuepuka kile walichokiita vikwazo vya kijamii na kiuchumi. Kwa upande mwingine, Wambugua ameibuka kama mtetezi wa vijana na wasanii wanaotaka kujitosa katika siasa, akisema kuwa Jubilee iko tayari kutoa nafasi kwa wale wanaotaka mabadiliko. Anaamini kuwa viongozi hawapaswi kupimwa kwa kiwango cha elimu pekee, bali kwa uwezo wao wa kusikiliza na kuhudumia wananchi. Mgogoro huu unaashiria kuongezeka kwa migawanyiko ya kisiasa katika Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, huku uaminifu wa kisiasa ukizidi kupimwa kwa kauli na mienendo ya kiongozi ama ya viongozi dhidi ya wapinzani na wadau wa jamii.